Unayemtazama kwenye kioo cha simu yako, kwenye kioo cha TV yako, anaitwa Heavyweight_Dula, ndivyo unavyompata kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Sisi tumepata fursa adhimu ya kuketi naye kwa hivi sasa kuzungumza mengi yanayoendelea katika ligi kuu soka Tanzania bara, hususan katika anga la kimichezo ndilo tunaloliangazia. Jana tulizungumza kuhusiana na zile tetesi ama vuguvugu za Singida Black Stars kuelekeza mashtaka yao kwa bodi ya ligi kufuatiwa kunyima mikwaju miwili ya penalty. Hussein Masanza baadaye alizungumza na kudai kuna viashiria vya ni kama kunyang'anya matokeo kwa namna moja au nyingine kutoka kwa Simba Sports kwenda kwa Singida Black Stars. Heavyweight tumeasikia mengi kwenye uchambuzi wa siku ya leo. Natamani tuyaangazie. Kwanza nianze kwa kujulia hali za tangu jana. Namshukuru Mwenyezi Mungu, niko vizuri. Uko buheri wa afya kabisa? Kabisa, alhamdulillah. Nikupeleke moja kwa moja kwa Hussein Masanza. Kabla hatujaweka mbavu zetu kwenye kitanda, nilipata kuyasikia mahojiano yake na aliweka bayana kwamba wao wanaweza kujiondosha kwenye mashindano. Elewa neno mashindano, kwa maana ya kwamba hivi sasa wapo kwenye FA ambao ni nusu finali. Wana huo uwezo kutokana na kile tulichokijadili siku ya jana. Kwanza tuanzie hapo. Unaliona hilo wakijiondoa kwenye mashindano? Of course, cha haraka cha kusema ni kwamba ukiona mbuzi yuko juu ya mti, ujue amepandishwa. Sawa? Sio kapanda. Ukiona mbuzi yuko juu ya mti ujue amepandishwa. Yaani kuna mtu amemweka yule mbuzi juu ya mti. Ndio ambacho nataka niseme. Unajua Singida, mimi jana nilikwambia kwamba kupeleka malalamiko ni haki yao. Nilikwambia jana kikanuni, kikatiba ipo inasema na wana hiyo haki ya kuweza kulalamika. Ila pale jana nikakwambia mimi nina wasiwasi na hii sentence ya mwisho kwamba na sisi kama klabu tutakuja na msimu. Tayari umeshapeleka malalamiko, tuchukulie na pia imetoka taarifa kwamba bodi ya ligi haijapata malalamiko kutoka klabu yoyote kuhusiana na jambo lolote. Kwa hiyo ina maana sasa sijui yule Masanza alizungumza kipindi ambacho labda klabu ndo inafikiria kupeleka malalamiko, akawa amewahi kutoa tamko au vipi, lakini mwisho siku hivyo. Lakini tutoke hapo, turudi kwenye agenda ya malalamiko. Kutoa malalamiko ni haki yao, lakini mimi nilianza kupata mashaka pale kwenye ile statement kwamba tutatoa msimamo gani. Nilizungumza jana, sasa msimamo gani? Sawa. Sasa ndio wamekuja huku kwamba sisi kama tukitokea tujasikilizwa madai yetu na nini sasa wewe na maana tayari umeshaenda na hukumu yako. Umeelewa kwamba malalamiko ni kwamba ukishapeleka malalamiko yatasikilizwa. Yakishasikilizwa yatatolewa maamuzi na mamlaka. Sasa wewe utakiwa kuipangia mamlaka ifanye vipi? Ina maana ukisema mamlaka ikija mfano labda wamemlalamikia Herisasi kwa sababu ndo wamezungumza sana. Mechi zetu sijui hata mechi ya kwanza ya mzunguko wa kwanza na Simba kuna maamuzi yalikuwa mengi hapo upande wetu. Na kwa nini ulalamikie mechi moja tu? Ina maana yani of course tuachane na wana haki ya kulalamikia mechi yoyote by the way. Siwezi nikawapangia kwa sababu wale nishakwambia toka jana kwamba wanapewa maagizo. Kwa hiyo mechi ambao wameona kwao inafaa kulalamika ni hiyo ya Simba, na kukumbushia katika mechi ya kwanza pia waliona maamuzi si mazuri. Sawa, tuachane na huko. Tukija kwenye hii kwamba tunajitoa kwenye ligi, yani ndio maamuzi yao. Maana yake sio kwenye ligi, maana yake mashindano yote ambayo yapo chini ya TFF na bodi ya ligi, si ndio? Maana yake sasa hiyo ni kiburi. Umeelewa? Na kwa udogo wa klabu hiyo, kwa sababu Singida hata kama ikisema itoke kwenye ligi hamna kitakacho affectika, haina mashabiki, ni timu ambayo haijateka nyoyo zote, ni timu ambayo imekuja tu kama jana nakwambia, ni timu ambayo haipo serious, ipo tu kwenye ligi inasindikiza. Lakini tusiishie hapa kwa waache watoke, tutakuwa tunakosea vibaya mno. Nimeona kuna watu wanasema hata wakitoka poa waache watoke. Hapana. Lazima uongozi, maana TFF na bodi ya ligi ufanye uchunguzi. Nani yupo nyuma ya hii? Lazima tu. Yani bodi sasa ianze kuchunguza. Of course, yani kwa nini haya maneno ya tunajitoa sio nini? Yani nani anampa ujeuri? Huyu mbuzi amepandishwa na nani kwenye mti? Sababu mwanzo nimekwambia sio inawezekana. Kuna mtu nyuma yake. Sasa mimi sipo kwenye nafasi ya kusema ni nani huyo mtu. Ila mimi nitakachokifanya
nitatoa maoni yangu kwamba TFF na bodi ya ligi waichunguze hii timu. Bila shaka haya maneno tunajitoa kwenye ligi. Unaendaje kwenye mamlaka kupeleka malalamiko alafu unataka malalamiko, yani wewe hukumu uipange wewe kwamba hukumu isipoenda hivi sisi tutafanya hivi, yani usheko na. Sasa kama ulikuwa na hayo maamuzi yako umepeleka kwenye mamlaka kulalamika kwa jeshi, ungejitoa tu. Kama unaoza mamlaka ino, usiipangia mamlaka cha kufanya. Kwa Singida wanachokifanya wanataka kuipangia mamlaka cha kufanya, na ni timu ndogo tu, timu ambayo haiwezi kumuumiza mtu kichwa. Ila tukiacha hii timu ifanye hivi, kuna madhara makubwa zaidi mbele yanaweza akajitokeza. Kwa hiyo cha kufanya, umenielewa, ichunguzwe. Wachunguze nani yupo nyuma ya hili. Kama kuna klabu nyingine ina influence, kama kuna viongozi pale Singida ambao wanachochea haya machafuko, kwa sababu hiyo ni kama machafuko na kuiharibu, kuchafua taswira ya ligi. Na ni kwa sababu ikishatokea timu imejitoa kwenye ligi, kutakuwa ni story kubwa. Kuna timu imejitoa na nini, kutatokea mambo mengi, story hizi na nini, majibizano yatakuwepo mengi. Taswira ile ya ligi yetu itachafuka pamoja na mashindano yetu ya ndani. Kwa hiyo cha kushauri mimi kwamba wasiliache hivi. Kama kuna kiongozi amehusika kwenye kushawishi, kwenye kuchochea na kusababisha hii sintofahamu, wamchukulie hatua haraka iwezekanavyo. Basi huko anaendelea kudili na malalamiko yao, sababu ni haki yao. Lakini pia waendelee kufanya nani anakuja na hii misimamo, kwa sababu tunavifunza nini hivi vilabu vingine? Sio, unanielewa? Ulikuwa unataka kuulizeni? Nilikuwa nataka niulize, wewe ni mdau wa soka, unazungumza football. Unaungana na wale waliosema ili haki itendeke inabidi hivi vilabu na wenyewe vichukue hatua zenyewe ndo kama hizo, kujitoa katika mashindano. Unaamini haki inaweza kupatikana kwa njia hiyo, ama ni haraka ya kupata maamuzi pindi linapotokea tatizo? Unajua, kwanza mimi niwe mkweli, mechi za ligi kuu hizi nimeziangalia kwa muda mrefu, na nimeangalia mechi nyingi. Si Simba na Yanga tuna Azam na nani, mechi hata Kagera na Mtibwa sijui nani na Mungo na JKT, zote huwa naangalia. Kila timu kwa namna moja au nyingine imenufaika na maamuzi ya waamuzi, kwa namna moja au nyingine. Hata hao Singida wenyewe kwa namna moja au nyingine wamenufaika na makosa ya waamuzi. Kwa hiyo jambo la kwanza tunakubaliana kwamba kila timu imenufaika na makosa ya waamuzi. Kwa hivyo hao wadau ambao umeniuliza wanasema sijui timu ziungane na nini zijitoe kwenye ligi, timu 12 sijui 16. Kwanza nimeshangaa. Sio, unaelewa, kwa sababu hiyo hoja, yani sitaki kuicriticize sana, lakini inaashiria kama uchochezi. Na ukiwa kama mdau wa soka utakiwa kuwa chanzo cha uchochezi, unatakiwa uwe chanzo cha solution. Sababu hiyo sio solution, hiyo ni uchochezi. Umeelewa? Sisi starehe yetu ni ligi. Sasa timu zikijitoa tutaangalia vipi? Hakuna kwenye football, hakuna ligi yoyote duniani ambayo haina controversies. Haina. Unajua wenzetu wana mpaka ma VAR manini, lakini still bado kuna maamuzi ambayo wanaenda wrong pamoja na kuwepo kwa VAR. Lakini nawaambia tena hao wadau wa soka ambao wanahisi wana uwezo, wana mandate ya kuchochea haya mambo, niwaambie kwamba hakuna ligi yoyote duniani ambayo timu kubwa haipewi favor. Hakuna. Ukienda La Liga, Barcelona, Real Madrid wanapata favor zao za ukubwa wao wa timu. Ukienda sijui England, kuna timu zile ambazo ni dominant, mara nyingi Liverpool, Manchester United, Man City ilikuwa ina charges karibu 113. Everton walipata charges moja tu wakafungiwa kusajili. Man City ulisikia kuna kelele zilipigwa. Kuna utofauti kwa sababu pale kuna watu wameweka pesa chungu mzima, kuna ligi yenyewe inanufaika na uwepo wa zile timu, sponsorship deals, sijui kuna manini, kuna bado unaongelea kuteka nyoyo za mashabiki, bado kuna nini. Timu zilizotengeneza Super League, zilizoungana kuunda ile Super League, Madrid ikiwa kinara, umeelewa? FIFA walikuja, walitoka mishipa, na maanisha UEFA walitoka mishipa ya shingo kulaani kile kitendo, lakini uliona kuna klabu yoyote ilipigwa bani kushiriki UEFA? Sio walisema watashipiga bani, lakini ikawaje? Kwa hiyo timu kubwa, nawaambia wadau wa michezo na wachambuzi wengine, timu kubwa duniani kote huwa zinapata favoritism. Kwa hiyo baada ya kuwahamasisha sijui hao timu zingine sijui zijitoe, sijui kuchochea ligi, ulete vurugu kwenye ligi kwa sababu timu yako pendwa ili haikufurahishwa na matokeo yale kwa sababu ya muamuzi, nafikiri ushauri ungekuwa ni mzuri kwamba uwaambie wale vijana ambao wapo kwenye timu ndogo
wanapata accommodation ndogo zinazoendana na udogo wa timu zao, wapambane waje kwenye timu kubwa. Kama unataka favor, niwaambie kitu, kuna wale wachezaji wanalalamika sana. Wale wanalalamika, nawaambia wachezaji wale, ukitaka favor, pambana kwenye kila mechi, usipambane mechi ya Simba na Yanga na Azam. Kwenye kila mechi, kuanzia mwanzo wa ligi mpaka mwisho, onyesha uwezo wako. Alafu pata nafasi ya kwenda kuonyesha uwezo wako kwenye timu kubwa, sababu ukishaonyesha uwezo wako utasajiliwa timu kubwa. Utapata favors za timu kubwa. Umeelewa? Kuanzia mishahara utalipwa vizuri, utakaa kwenye hoteli nzuri, kwenye mazingira mchezo utakuwa favored zaidi, timu kubwa inalindwa kwenye maamuzi, kwenye nini. Timu kubwa ikipeleka malalamiko yanasikilizwa kwa wakati. Umeelewa? Kukiwa kuna jambo, nafikiri sakata la dabi linaelezea, timu nyingine yoyote hapa kwenye ligi haiwezi kufanya jambo lolote kama lile zaidi ya hizi timu kubwa. Kwa hiyo niwaambie, haya mambo ya kuhamasisha sijui hizi zigome, hayo ni mambo si mambo ya kisoka. Umeelewa? Hayo si mambo, timu zote duniani zinaonewa, hakuna timu ambayo inakuja na hizo ideas za hivi. Maana wao pia wanatoka na hoja kwamba wanajiondoa kwenye mashindano kwa sababu hakuna haki inatendeka kwa hizi timu ndogo, kama wanufaika ni timu kubwa. Na ndio maana nikakwambia Jafe kwamba timu zote zimenufaika. Au sikukwambia? Umezungumza kuhusiana na waamuzi wa, ila nikasema kama unataka favor zile za team favoritism za timu kubwa, yani, of course timu fulani ka upendeleo, si ndio hiyo? Yani sio tu upendeleo, hadhi ya timu kubwa. Kuna unajua timu kubwa na hadhi zake. Umeelewa? Ile ukitaka hadhi ya timu kubwa, kwani sisi tuje kwenye soka la kimataifa. Kuna mtu ambaye hajawahi kulalamika kwamba Al Ahly inafanywa mazingira mazuri kwenye mechi zake? Hata RS Berkane imeonekana. RS Berkane si juzi hapa waliamua kuhamisha uwanja wakapewa hiyo favor. Umeelewa? Na bado kuna viashiria pia vya kubeba. Ingekuwa AS Nyuki ingepewa hizo favor. Ngumu sana. Hata kama inashiriki michuano hiyo AS Nyuki, sijui DC Motema Pembe, Yanga ingepewa hizo favor. Hapana. Lakini kwa nini Al Ahly experience? Sasa. Kwa hiyo sasa mimi naambia vilabu vingine kwamba watulie, wasitake kushindana na mkubwa. Umeelewa? Hii ni system. Sio tu kwenye mipira, nitakupa mifano mingi hata kwenye mataasisi makubwa. Umeelewa? Chombo chako hicho hakiwezi kwenda kushindana na Azam TV kwenye jambo lolote. Kabisa. Unaelewa? Utaonekana tu kama kituko. Kwa hiyo nawaambie tu watu waache kuchochea. Mchambuzi au mdau wa soka, kazi yako si kuchochea vurugu. Na haijawahi kutokea solution ikawa ni vurugu. Sababu vurugu inakuwa na negative na positive. Sasa unataka kulazimisha timu zingine zitoke, wachezaji sawa, timu zikishatoka wachezaji karibu tuseme kila timu ina wachezaji zaidi ya 28 mpaka 30. Unaelewa? Hao wachezaji wote wanaenda watalipwa vipi mishahara? Sababu kama ligi haiendelei, maana yake hata sponsorship hamna. Wanalipwa vipi? Wewe utaendelea kubaki kwenye kipaza pale. Utaendelea kulipwa, wale wanaogoma wanaenda kulipwa vipi? Watalipwa vipi? Wamejitoa sawa, wamekusikiliza. Then watalipwa vipi? Hawezi kulipwa. Familia zao zitaendeshwa vipi? Utagawana nao mshahara wako? Ngumu. Umechafua taswira ya ligi. Umeelewa? Sisi sote tutaonekana tu kwa tunaongelea ligi ambayo haina hadhi. Si unanielewa? Kwa hiyo nataka kuaminisha watu kwamba mechi ile ya Simba na Singida basi ndo imeharibu ligi kiasi kwamba unahamasisha eti timu zingine zijitoe. Why? Unajua mimi nakwambia kitu kimoja, zimebaki Simba na Yanga zina tofauti ya alama moja kwenye ubingwa. Tegemea ya mambo mengi sana kutokea. Maoni ya magumu na mazito ambayo solution yake si rafiki yataendelea kutoka mengi zaidi kwa nyakati kama hizi. Of course. Sio unanielewa? Nakuelewa vizuri. Sio unanielewa? Yaani tofauti ya alama moja. Maoni kama haya tegemea kuyaona. Milio itakuwa mingi sana. Milio mingi sana. Sana. Okay. Lakini mfano mmoja angekuwa alama 4 5 10 5 ungekuwa unaona kawaida, yani kwamba malalamiko yangekuwepo, lakini moja, yani kila mtu ana ile tuseme tunazungumzia ule mstari mwembamba ule. Of course, yani kila mtu anaona timu yangu inaweza kawa bingwa, inaweza kawa bingwa, kwa sababu sisi sote tuna timu zetu. Kwa hapo ndo utaanza kuona sasa milio. Wajitoe tu, hamna kitu hapa. Watoke tu, vipi wasuse tu nani. Ile sio akili yake brother. Anaangalia maslahi ya klabu yake, anaona hii ubaya huu. Kuna kitu hapa kinaenda kutoka. Kwa hiyo sasa sio rafiki maoni hayo. Hiyo ya kujiondosha kwenye mashindano na ile ya hatuchezi ngo. Unaona kama kapata mwenzie wa kumsogeza sehemu au kuna utofauti hapo katikati?
Of course vinafanana. So unajua vinafanana ni design kama kuna influence fulani ya huku kuja huku. Okay. Ili isionekane huyu uko peke yake. Wewe si ndugu yangu, hem twende sote. Vitu fulani kama hivyo kwa sababu uwezi ukaenda kwenye mamlaka na msimamo wako. Sasa umeenda kufanya nini? Unaenda mahakamani tayari unahukumu. Una hukumu yako mfukoni, unafika pale unaitoa, naomba hukumu iwe hii. Sasa inawezekana vipi? Hamna kitu kama hicho. Unafika pale, peleka malalamiko yako, yatasikilizwa. Yakisikilizwa utapewa majibu. Heri sasa ana nafasi pia kupewa onyo vile vile. Kwa babane, mchezo umechezesha chini ya kiwango, ila tunakupa onyo kali. Ni miongoni mwa adhabu pia, onyo kali. Umeelewa? Maana limekuweka kwenye hatari pia. Maana yake mamlaka ina uwezo wa kukuonya kama ambavyo mchezaji akifanya madhambi haitoki tu red card. Kuna foul zingine unaambiwa kwa mdomo, kuna zingine unapewa yellow, kuna zingine unapewa second yellow, ushapewa yellow wa kwanza unapewa, kuna zingine unapewa straight red card, unaenda zako nje. Sasa na zingine zinaenda mbali, unapewa red card na baadaye unapewa na bani hata ya mechi 10. Unje kuziona hizo? Kwa hiyo sasa unaenda pale unataka nini? Kwa hiyo Heri Sasimu atahukumiwa na nani? Na mamlaka. Sasa unaenda pale unazipangia mamlaka cha kufanya, wewe tunataka iwe hivi, isipokuwa hivi tunajitoa. Hizi jeuri, narudia tena, Singida waliopo nyuma yao na kufanya hawa watoe wawe na hii jeuri. Sababu Singida ni timu ndogo, haiwezi kuwa na jeuri hivi. Sasa unamtisha nani? Timu ina mashabiki 4 5. Yaani timu ina mashabiki ndio viongozi wao. Yaani wale viongozi ndio mashabiki wa timu. Na bado wao viongozi wenyewe wana timu zao vile vile. Sasa inamtisha nani kidogo? Ila isitake kutumika kama ushahidi mwingine kwa timu ambayo haipendi mamlaka. Sababu hapa kumbuka kuna vita ya timu kubwa na mamlaka. Okay. Sasa hiyo vita ya timu kubwa, hiyo timu kubwa inataka kutengeneza kila aina ya agenda ionekane mamlaka ina shida, na ndio na ili wao waonekane wana nguvu zaidi, wanataka kuspread na vilabu vingine viingie kwenye huo mfumo. Kwa hiyo of course vilabu ambavyo vitakuwa vinahusishwa ni vile ambavyo vina undugu nao, ili viingie kwenye huo mfumo, ili katika ule mtiririko wa kutengeneza matukio ionekane kwamba sio sisi tu ambao tunalalamikia hii mamlaka. Kuna vilabu vingine pia, kwa sababu kosa afanye Heri Sasi haukamwe utishie kujitoa. Manake hiyo kujitishia kujitoa manake unateteresha mamlaka ya soka. Sababu mwisho siku itaonekana kwamba kuna hitilafu. Kwa hiyo sasa wale wakubwa ambao wana shida na mamlaka ndio wanatengeneza hizi sintofahamu, ili ionekane kwamba mamlaka hii si inatuonea sisi tu, au sisi tu peke yetu ndio tunaiona haina maana. Hata kuna vilabu vingine vinaona haina. Ukija kuconnect route utagundua kwamba klabu hii na klabu hii kuna vitu wanashare, na kuna kama ka urafiki na undugu umejengeka ambao sasa huo undugu, kwa sababu hao wenye mamlaka waliulea, unataka huo undugu sasa uje kuwa uadui. Kwa sababu sasa Singida akishafanya hivyo na kuna ndugu yao mwingine akija sasa bana, na sisi tunajitoa, na sisi tulionewa mechi tunajitoa, na sisi sasa mwisho siku wale watakuja kusema kwamba umeona sisi tulisema hii mamlaka hatuna imani nao, umeona ligi umeona imejitoa, umeona inalalamika. Sasa hizi mbinu si nzuri. Kwa hiyo nawasihi na ninawapa alert mamlaka mapema, hicho wanachokilea kitakuja kuwaumiza. Wachukue hatua dhidi ya kiongozi yoyote ambaye ana indicators za kuchafua mamlaka pamoja na kuchochea vurugu. Alafu pia nirudi kwenye vyombo vya habari, tusipende kuchochea vurugu. Timu zikijitoa, wachezaji wale uwezo kuwalipa wewe mshahara, wale wabidi wacheze ili waendelee kupokea mishahara yao, waendelee kupokea posho zao, familia zao ziendelee kuishi. Wakisimamishwa wale wakigomea ligi ndani ya mwaka mmoja tu, huo mwaka mmoja watakula nini? Kwa sababu sio kila mchezaji ana surplus kwenye kipato chake. Kuna wachezaji unakuta wanapokea 4,500,000 5,000 ambao inamtoshea ndani ya mwezi mmoja wake huo tu, haiwezi kumfanya awe na akiba ya baadaye. Sasa utaanza kumshinikiza kwa maslahi yako wewe na timu yako unaoipenda, basi wagomee michezo ili waishi na njaa kwa ajili yako. Hakuna kitu kama hicho. Kwani wewe hapo kazini unapofanya kazi hujawahi kukutana na songo mbingo yote? Mbona hususi kufanya kazi? Make kila sio kwamba wacheza mpira tu ndio wanakutana na changamoto hizo, sio za kuonewa, sio nini? Kuna watu makazini wanakutana na changamoto hizo. Anakutana na bosi ambaye anamsumbua kinamna fulani, labda hamlipi vizuri, pamoja na hivyo anamchelewesha mishahara, anamuonea kazini, lakini bado anafanya kazi. Sasa ingekuwa solution ni kuboycott. Sidhani kama mambo yangekuwa watu singekuwa tunafanya kazi. Umeelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku naweza nikasema tu
inahitajika ukitoa ushauri, mtoa ushauri ambao una make sense na unatija kwa pande zote. Usitoe ushauri ambao unaegemea alafu unakuja na madhara makubwa zaidi kuliko faida. Huo ni ushauri wa ajabu. Mr. Ushauri Heavyweight ametoa ushauri na mwenye sikio basi amesikia. Heavyweight kazungumza kinaga ubaga katika yale ambayo hivi sasa ni kama yana milio fulani hivi. Mimi naweka nukta, nilikuwa na Heavyweight na tutafungua ukurasa litakapokuwepo la kukujuza wewe unayetufuatilia. Asalamu alaykum.